Bana, huko nchini Nigeria, Juma Jux pamoja na mke wake Priscilla wameendelea kutrend. Naweza nikasema kwa sasa hivi ndio watu ambao wanazungumziwa zaidi kuliko mtu yote nchini Nigeria. Yaani wamefanya mpaka album ya Davido itupiliwe mbali na watu wa focus na couple hii ama wanandoa hawa. Nadhani jana mlitazama vizuri namna ambavyo harusi ya kimila ilifanyika. Taratibu za kimila zilifuatwa pale. Kuna wakati Diamond Jux walilala chini kwa ajili ya kushika miguu, lakini pia tuliona namna ambavyo watu walivyopendeza kwenye harusi ile ya kimila ambayo ilifanyika siku ya jana. Sasa muendelezo unaendelea na leo kama ambavyo unaweza kutazama hapa. Sasa hii ndio harusi yenyewe ya kidini inafanyika. Wamekutanishwa wazazi, lakini pia viongozi mbalimbali wa kidini wako hapo, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Na kiukweli kuna matukio mengi sana ambayo yametokea. Nimekuwekea kwenye hii video ambayo yamewashangaza watu wengi. Kuna mahali ilifika Juma Jux hadi akaanza kulia, alafu Diamond akaanza kumfuta machozi. Video zote nimekuwekea. Unachotoka kufanya ni kufuatilia kwa uzuri kabisa, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kukuletea vitu vyote ambavyo vimetokea nchini Nigeria. Kama ambavyo unaweza kutazama hapo, marafiki wa Priscilla wakiwa wanafurahi kuona rafiki yao ama ndugu yao. Unajua kuna muda urafiki unakuwa mkubwa mpaka mnakuwa kama ndugu, sijui unaelewa vizuri, kwa alikuwa wanafurahi. Lakini kwa kutazama hii video, Priscilla alikuwa anakuja kwenye hiyo white carpet. Sasa wakati anakuja, Juma Jux uvumilivu kamshinda, machozi akaanza kumtoka, na ndipo Diamond Platnumz akaanza kumfuta machozi. Bana, hivi vitu unaweza kusema huyu mwanaume gani, mbona kama sio lijali na nini, analiaje, anamliliaje mwanamke? Lakini kiukweli ukipata mwanamke ambaye Mungu amekubariki ama wewe mwenyewe umempenda kutoka kwenye uvungu wa moyo wako ama kwenye kichaka cha moyo wako, basi lazima useme bana, mimi mwanamke amenipendea nini mimi. Ndio kitu ambacho kinatokea kwa Jux. Jux kiukweli inaonyesha amempenda kweli huyu mwanamke. Na kama ulikuwa ufahamu mahali ambapo Jux na mwanamke wamekutana, Jux na Priscilla wamekutana Rwanda. Alikuwa anasimulia pale dada yake kwa walikutana Rwanda mara ya kwanza, wakaa kama wameangaliana hivi, alafu dada mtu Priscilla akamwambia dada yake kwa yule kaka handsome, na Jux naye alikuwa anampigia macho. Mara ya pili wakakutana kwa sababu alifika kwenye hoteli moja, kwa kwenye ile unatoka ndani unatoka mnakutana na nini, wakapeana namba hapo hapo na boom, hawa hapa leo wanaoana. Kiukweli ndoa yao imetrendi sana nchini Nigeria, lakini pia watu wengi wameifuatilia sana, japo baadhi ya watu wameonyesha kama kuchukizwa. Na unajua bwana, kwenye jambo zuri wachawi lazima wawepo, wale wenye vimdomo vyao. Hivyo kuna watu kama wakupendezwa na ndoa hii. Hasa kuna baadhi ya mashabiki wanasema jamani, mbona karibu upepo wa Davido? Sijui unaelewa vizuri, kwa sababu asilimia kubwa ya mastaa wengi wa nchini Nigeria wameweza kuhudhuria kwenye harusi hii. Jamani, cheki hii moment kwanza, Jux akiwa anampiga jamani, kama una mtoto jamani, mfumbe macho pembeni. Jamani, Jux anafaidi jamani. Jux mtu wa maana kabisa, analiwakilisha nchi vizuri huko Nigeria. Jamani, kiukweli ukitazama vizuri unaona hawa watu wamependana kweli. Yaani ukimwangalia Jux lakini pia ukimwangalia Priscilla, unaona ni namna gani wanapendana. Tazama hii video, mpata picha ndio. Mtoa hicho kichwa cha Jux, afu weka kichwa chako kama ni mwanaume, lakini kama ni mwanamke toa kichwa cha Priscilla afu weka ndonga lako hapo, uone namna ambavyo mwenzako ana feel. Tazama hapo Priscilla akiwa anacheza na mume wake, lakini pia na rafiki yake wa karibu. Jamaa bwana ni rafiki wa karibu sana na Priscilla. Kuna wakati pia naye alikuwa analia kuona Priscilla anaolewa. Sasa nikaa najiuliza, huyu mwanaume unaliaje kuona mwanamke rafiki yako kike anaolewa? Anataka aolewe vipi bwana? Tazama hapa familia, baba yake na Amina hapo ni marafiki wa Priscilla wako hapa, familia karibu kabisa. Sasa hapo wanamwaga. Unajua bwana, Priscilla kwa sasa hivi hata kuwa anaishi Nigeria, atakuja zake Tanzania kuishi na Watanzania. Sasa huku sijui kama atawezana na songo mbingo au vijibaroho vya Tanzania. Unajua bwana, ukija Bongo lazima nawe kama Mbongo. Sasa sijajua Nigeria watu wanaishije, lakini wa Tanzania sisi tunajuana bwana. Je, ataweza mwanafamilia wa Showbiz Daily, unadhani ataweza akija Tanzania? Ataweza kuishi na vijiwe nongwa, watu wenye nongwa zao? Hebu dondosha comment yako hapo chini na uniambie. Lakini pia mimi nikuulize wewe ambao unatazama, ni kitu gani ambacho kimekuvutia sana kwenye harusi ya Priscilla pamoja na Juma Jux?
Wewe kama wewe niambie, wewe kama wewe ni kitu gani ambacho kimekuvutia sana? Lakini pia kuna wakati bana ni Diamond aliulizwa na mchungaji, wewe umeoa? Kwa sababu Diamond ameact kama best man wa Juma Jux kwenye hii harusi yake. Sasa mchungaji pale akamuuliza, baba wewe umeoa? Diamond nakwambia alianza kucheka na mbavu. Nitakuwekea hapo, utaitazama hapo video hiyo mbele. Endelea kutazama hapo, tazama wakati Diamond anaulizwa. Kikweli hiki kipande ambacho Juma Jux anamwona mpenzi wake anakuja, alafu akaanza kulia. Embo niambie umekitafsiri vipi? Unadhani kwa nini Juma Jux ametoka na machozi alipomwona mke wake anakuja pale? Alafu Diamond akamfuta machozi. Tazama hapo, Diamond akaomba tissue bwana, naongezeni tissue. Huyu mwamba anatoa machozi kisado. Tazama hapa mke huyu halali kabisa wa Juma Jux, Juma Msambala kama sijakosea. Mashallah ni mzuri kiukweli. Unajua mimi bana nimepata bahati ya kukutana na huyu mwanadada mara kadhaa kwenye press, lakini pia tulikutana naye Mlimani City pale tukasalimiana. Ukikutana naye hivi personally ni dada fulani hivi mwenye aibu, lakini pia mcheshi. Ucheshi wake unakuja pale ambapo akiwa amekuzoea. Sio, unaelewa vizuri akiwa amekuzoea ni dada fulani hivi mcheshi. Lakini pia kwenye harusi hii wengi wanasema Diamond mpaka ameacha kazi zake, amekuja Nigeria kukaa siku zaidi ya 2 kwa ajili tu ya harusi ya Jux, basi amemheshimisha sana. Na unajua ukaribu wa Diamond na Jux kiukweli umekuwa mkubwa sana kipindi hiki. Sasa sijajua nini kimetokea mpaka imekuwa hivi, yani ukaribu wao umekuwa mkubwa kiasi hivi, I don't know. Lakini yote kwa yote ndoa hii jamani wa Tanzania nyewe mmeipitisha. Hivi ikitokea wamefunga ndoa hii kwa gharama kubwa, alafu baada ya muda mfupi tu wakaachana, unadhani aibu itakuwa kwa nani zaidi kati ya mwanamke na mwanaume? Atuombee waachane, kwa sababu unajua ndoa ni jambo la kheri na wanasema sherehe ziko 3. Ya kwanza kuzaliwa, ya pili kuoa ama kuolewa, na ya 3 ni kufa ama kufariki. Sasa Jux ya pili hii hapa ameshaitimiza leo, mashallah. Ameoa mwanamke ampendaye kutoka nchini Nigeria, na kikweli kwa Jux ina manufaa makubwa sana kwa upande wake, hasa kibiashara na biashara yake ya muziki. Unajua sasa hivi kwa namna ambavyo wa Nigeria watakuwa kimsupporti Jux, itakuwa wanamsupport kama mwanafamilia mwenzao, kama Mnigeria mwenzao, kwa sababu tu ameoa nyumbani kwao. Na kikweli kama wa Nigeria kitokea ukapenda ngoma zako bro, basi wewe umetusua, kwa sababu wale jamaa wa Nigeria kiukweli kabisa wana ushirikiano wa hali ya juu, yani wanapendana kinoma noma. Kwa hiyo Jux, na unaweza kutazama Jux ameachia ngoma yake mpya ya God Design ambayo imemshirikisha Fino. Wa Nigeria wote kwenye kila picha ambayo wanaposti Instagram au hiyo video, basi wanaweka na hiyo ngoma. Ile ni promotion kubwa sana kwa Jux. Kwa hiyo kwenye hii ndoa yake Jux amempiga mbwa na mwenye mbwa wake. Yani sasa hivi akitoa ngoma Nigeria, jamani mimi nikiona video napagawa. Tazama hapo jamani. Jamani. Mwache basi Jux jamani. Nilikuwa nasemaje? Nilikuwa nasema Jux amepiga mbwa na mwenye mbwa, nikimaanisha kibiashara muziki wake utazidi kufanya vizuri zaidi. Yani muziki wake utazidi kupenetrate, kwa sababu Priscilla akiwa na share mama mkwe wake. Kumbuka mama mkwe wake ni superstar, ni star mkubwa sana nchini Nigeria, na ndio maana umeona master wengi wamekuja kwa sababu ya heshima ya mama yake na Priscilla. Sio, naelewa vizuri. Kwa hiyo tukirudi kwenye biashara ya Jux ya muziki na hata nguo zake, kwa sasa hivi itakuwa inafanyika kwa ukubwa sana. Wa Nigeria wakisupporti, basi jamaa atakuwa anazidi kusonga kimataifa zaidi. Hivyo kwa Jux kwenye hii ndoa yake nadhani amefikiria mbali pia, na hata kibiashara kama ambavyo nimeweza kusema hapa. Jux amewini kiukweli. Yaani tukiacha zile kiutani Jux amewini, lakini pia wengi wanasema Jux amshukuru Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond ameplay part kubwa sana kwenye kubadilisha Jux kimuziki. Na ndio maana pia nadhani Jux ameomba Diamond, bwana kuwa besimani wangu kama hivi. Kuna muda hapa chozi limemtoka kama ambavyo unaweza kutazama, Diamond akamfuta chozi. Hebu dondosha comment yoyote kuhusiana na hii harusi, lakini pia unachukuliaje? Subscribe hapo chini kama bado haujasubscribe. Showbiz.